tutaenda kusoma maandiko katika Petro wa pili, cha kimo cha mtu mkamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika Petro taanza kusoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi, yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na kwa wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na nguvu, na katika nguvu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo haya yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala sio watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Anasema Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi, yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa Kiingereza amezungumza righteous. Righteous ni haki. Lakini hapa kuna Biblia za aina mbili. Hizi Biblia ambazo hazina mstari zimeandikwa haki. Biblia ambazo zenye mstari zimeandikwa hali. Biblia ya Kiingereza imesemwa righteous, na righteous tunajua ni haki. Kwa hiyo tunasimama katika haki.